Wakili na mwanasheria wa jumuiya ya kimataifa ambaye ni Robert Amsterdam, baada ya kile kilichoweza kujili kwa kukamatwa kwa Tundu Antipas Mugwe Lissu pale Mbinga, ambapo bila shaka nafikiri kwa ni taarifa iliweza kuzagaa maeneo tofauti ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Sasa wakili huyo Robert Amsterdam aliweza kuzungumza na kuiomba serikali, ikiwa ni moja ya sehemu ya haki za binadamu, kwa kuweza kuomba aachiliwe kijana huyo, ambapo bila shaka nafikiri ni swala ambalo liliweza kumkumba baada ya kuonekana na kesi ya uhaini na kile ambacho kimekuwa kikiendelezwa zaidi katika kampeni yake ya no reform no election. Sasa kwa wakili na mwanasheria mkubwa kabisa wa jumuiya ya kimataifa Robert Amsterdam amekuwa akishughulika na kesi tofauti na amekuwa akiingia deep zaidi ndani kwa ukakasi zaidi kufuatilia kuhusiana na haki za kibinadamu kwa nchi za Kiafrika na nchi tofauti ambazo bila shaka tayari alishawahi kuhusika katika kesi kubwa tofauti za viongozi wa kiserikali. Hivyo nafikiri nafasi yake ni kuomba serikali ya Tanzania, ambapo kwa hiki kinachoendelea ni kuomba zaidi shali kabisa kwamba kwa Tundu Lissu aweze kuachiwa na aweze kuwa na uhuru wa kuweza kufanya kile anachokitaka, licha kwamba wadau tofauti waliomba kwamba endapo ikatokea Tundu Lissu ameweza kuachiwa, basi jambo kubwa la kufanya ni kukubaliana na kuendelea na uchaguzi, na sio ile kauli yake ya kutaka kuachana na kususa kwenye uchaguzi kwa kutaka no reform no election, ambapo bila ya kuwa na katiba mpya manake hakutakuwa na uchaguzi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media.